topic of my message kwa sababu hiyo kichwa cha ujumbe ni is spiritual husbands and spiritual wives. Ni mabwana na mabibi wa kiroho. Spiritual husbands and spiritual wives. Mabwana na mabibi wa kiroho. I know you have heard of these two terms. Najua ya kwamba umewahi sikia maneno haya mawili. And maybe you have been asking yourself, what goes around with these things? Na umekuwa pengine unajiuliza ni nini hufanyika na hapa? Are there people who are victims of this? Je, kunao watu ambao ni mateka wa haya? The answer is very simple. Jibu ni rahisi tu. Yes, there are many, but they chose to be silent and to be quiet. Na jibu ni kwamba ndio wako wengi ambao wamechagua pia kunyamazia hayo. But today I came to share with you. Na leo hii nikaja nishiriki nanyi. Let me tell you, when I was preparing this message, na niwaambie kwamba wakati nilikuwa natayarisha ujumbe huu, I experienced a sudden attack of the enemy. Nilihisi shambulio fulani ya ibilisi. I had to tell my wife, now you need to stand with me. Nakabili kwamba niambie mke wangu kwamba unafaa usimame nami. I had even to come to our sitting room alone to pray. Nikawa kwamba lazima nije katika chumba chetu cha because this kind of information is the information that the devil doesn't want people in the church to know. Ni kwa maana huu ni ujumbe ambao ibilisi hapendi kanisa iweze kufahamu. Who are spiritual husbands and spiritual wives? Je, ni nani hawa mabibi ama bwana na mabibi ambao ni wa kiroho? We have two terminologies. Tunazo maneno mawili hapa. We need to look at. Ambapo lazima tuyatazame. We have incubus and the succubus. Tunayo hayo maneno mawili, incubus. Ambayo moja ni incubus. Incubus is a Latin word. Hiyo ni neno la Kilatini. And the succubus is also a Latin word. Na pia hilo neno succubus ni neno la Kilatini pia. So incubus, na kwa sababu hiyo incubus are the spiritual male husbands. Ni waume wa kiume wa kiroho. And the succubus are the female spiritual wives. Na succubus nao ni wake wa kike ambao ni wake ni wa. So what is the work of these two spiritual persons? Hao watu kazi yao ni gani? Their work is to harass their victims. Kazi yao ni kwamba waweze kuwatesa wale ambao ni mateka wao na kuwasumbua wale ambao ni mateka wao. Hallelujah. Hallelujah. So there are many people, unao watu wengi sana who are spiritually married, ambao wameolewa kiroho by these spirits. Kwa maroho haya. Personally, in experience in the ministry, mimi mwenyewe katika huduma, I have prayed for very many of them. Nimeombea wengi sana. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And these are dangerous spirits, na haya ni maroho hatari sana, which operate with witchcraft, ambao hufanya kazi na uchawi. They operate with casting spells. Wanafanya kazi na kwa kuachilia mauchawi. And they are so dangerous in the life of their victims. Na ni hatari sana kwa maisha wa mateka wao. Once you become a victim, ukishakuwa mateka yao, once you become a victim, ukishakuwa mateka wake, your life is in total mess. Maisha yako yanakuwa yameharibika kabisa. Your progress is already in a mess. Unapata kwamba uwezi ukaendelea. Your success is determined by these spirits. Na unapata kwamba ufanisi wako unategemewa. And your success is also determined by these spirits. Na pia ushindi wako unategemea na. What do I mean? Ninamaanisha nini? If you are a victim of these spirits, kama kweli wewe ni mateka wa maroho haya, it is not easy for you to progress in life. Si rahisi kwako wewe uweze kunawiri katika maisha. You have to live a life of failure. Lazima uishi maisha ya kushindwa. You have to live that kind of life. Lazima uishi maisha ya aina hiyo. But I have a good report. Lakini ninao ujumbe mwema kwako. For you brothers and sisters. Kwako wewe ndugu na dada. Isaiah begins to ask. Isaiah anaanza kwa kuuliza a question. Anauliza swali. Shall the prey be taken from the mighty, or the captives of the righteous be delivered? Anauliza kwamba verse 24. Je, aliye hodari aweza kunyang'anywa mateka yake?
jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? Even the captives of the mighty shall be taken away. Na hata hivyo jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa. Today, leo hii I am saying today, ninasema leo hii, every captive of the enemy, kila ufungwa wote wa ibilisi, no matter how long you have been in that captivity, ikuwa imechukua muda gani katika huo ufungwa, leo hii, no matter how strong your captors are, haijalishi vile watesi wako walivyo na nguvu, the Bible says, inasema kwamba the captives of the mighty shall be taken away. Mateka wa walio na nguvu itachukuliwa. Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, ndugu zangu na dada zangu, listen to me. Nataka unisikize and walk with me, na utembee nami as I show you ninapokuonyesha the strategies and the mystery that surrounds the entire topic. Mbinu na zile vitu ambazo zimezunguka katika kimechunguka kichwa hiki chote. Many people are victims of this. Watu wengi sana ni mateka wa haya, but they chose to keep quiet. Lakini wao wamechagua kunyamaza. Because when they share their what is happening in manake wanaposhiriki kile ambacho wanapitia katika maisha yao, they think that people will not understand. Wao wanadhani kwamba watu hawatawaelewa. And perhaps people will look at them in a funny way. Na pengine watu watawaona kwa njia nyingine. But let me tell you, lakini nikwambie hivi kanisa, time has come. Muda umefika. Because the moment you access this information, kwa sababu ukishajua ujumbe huu, definitely you are going to be set free. Ni kweli kabisa utawekwa huru. You are going to be set free. Utaweza kuwekwa huru. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There are people, kunao watu who are going through challenge, ambao wanapita changamoto, and these unique challenges, na changamoto hii ambayo ni ya kipekee, they just choose to keep quiet. Wao wanachagua tu kunyamaza. They have prayed, wameomba, they have fasted, wamefunga, but the more they pray, lakini vile wanasita, the more they are harassed, ndivyo wanasumbuliwa sana. The more they fast, ndivyo vile wanavyofunga zaidi, the more they get harassed. Ndivyo zaidi wanazidi kusumbuliwa. I came to tell somebody, nimekuja kuambia mtu today, leo hii, that assignment of the enemy against your life, kazi ambayo imewekwa na ibilisi ndio we terminate it today. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of katika jina la Yesu Kristo. The Bible says, Biblia inasema kwamba whatever you pray, kile ambacho unaomba, and pray in my name, na unaomba katika jina langu, my Father in heaven, Baba yangu aliye mbinguni, shall do it unto you. Atakufanyia wewe. There is a name, kunao jina which is above ambao liko juu, all
Kuna mahakama mbinguni. As we don't just hear. Sisi hatufanyi maamuzi hapa. We just have to go to the courtroom of heaven. Lazima tuende kwa mahakama ya mbingu. But I want you to understand one thing. Lakini nataka uelewe kitu kimoja. When you appear in the courtroom of heaven, wakati unatokezea katika koti la mbingu, remember, ukumbuke, in the book of Joshua, katika kitabu cha Joshua, no, in the book of Job, katika kitabu cha Ayubu, the Bible says, inasema kwamba, and the sons of God appeared before God, na wana wa Mungu wakajitokeza, and they were appearing before God, walipokuwa wanajitokeza mbele za Mungu, Satan himself, Shetani naye mwenyewe akajitokeza in their midst, katikati yao. and so God had concern to know, na Mungu akawa lazima atake kujua where the devil is coming, wakati mahali Shetani ametokelezea. The Bible says, inasema kwamba when God asked him, wakati Mungu alimuuliza Shetani, he said, alisema hivi, I'm coming from earth, nimekuja kutoka duniani, back and forth, nikizunguka kutoka na kwenda na kurudi. And then God asked him, na Mungu akamuuliza, have you seen my faithful servant Job? Na je, umenionea mtumishi wangu mwaminifu Ayubu? Church, listen to me. Kanisa nisikize. This enemy we are dealing with, adui tunayepambana naye, is a vicious animal. I mean a vicious enemy. Ni adui ambaye hutokelezea, that he always carry evidence with him. Ya kwamba kila wakati yeye ubeba ushahidi. Evidence about your own life. Ushahidi kuhusu maisha yako. That when you are praying and asking, why has it taken too long for me to get married? Ili kwamba wakati unaomba ukisema, Bwana Mungu, imechukua muda mrefu kwangu mimi kuolewa, he appears with that. Anajitokeza pale akiwa na ushahidi. And he argues a point in the courtroom. Na anaanza kupigana kule katika koti la mbingu. And he says, na anasema, how can you grant him or her unawezaje the permission to get married, and yet the evidence is here, he is married? Je, unawezaje kumpa nafasi ya kwamba aoleke ama aoe na ile hali kwamba ameolewa ama ameoleka? Revelation chapter number 12. Ufunuo 12. Guess verse 10. Mstari nadhani It says that he is the accuser. Inasema kwamba yeye ndiye mshtaki of the brethren wa wapendwa. And he accuses us. Yeye mwashitaki usiku na mchana. Let us now look at this. Hebu tuitazame namna hii. An accuser will never appear in a courtroom without evidence. Yule ambaye anatushtaki mshtaki hawezi tokea katika mahakama pasipo ushahidi. In a court proceeding there must be an accuser. Katika mitaratara ya kotini lazima kuwe and there has to be the accused. Na kuwe pia na mshtakiwa. And for the justice to prevail, the evidence must be compelling. Na ili kwamba hakimu aweze kuamua kesi lazima ashinde. Ili aamue kesi ya kushinda. Ndiposa aweze kuamua kesi ya kushinda lazima yale mashtaka yawe kwamba ni ushahidi ule ukuwe unatosha. Hallelujah. Hallelujah. So brothers and sisters, listen to me. Ndugu zangu na dada zangu nisikize. The accuser of brethren, mshtaki wa wapendwa, he doesn't accuse the worldly people. Ashtaki watu wa dunia. He is the accuser of brethren. Yeye ni mshtaki wa wapendwa. Brethren are born again Christians. Wapendwa ni wale ambao ni Wakristo wameokolewa. Born by the blood of Jesus. Ambao wamezaliwa na damu ya Yesu Kristo. He is on their case every now and then. Kwa hivyo kila siku yeye yuko pale kuachia. So when you are praying for your marriage, unapoombea ndoa yako, when you are a young man praying to get married, ukiwa mdogo na unaomba kwamba uweze when you are a young woman praying to get married, wewe mwanamke unapoomba kwamba you are in a marriage that is full of trouble, uko katika ndoa ambayo imejaa shida, and you are asking God, na unauliza Mungu, kwa nini haya? You need to have understanding. Lazima uwe na ufahamu that in the realm of the spirit, ya kwamba katika ulimwengu wa roho there are spiritual husbands, kunao waume na wake wa kiroho, there are spiritual wives, na kunao wake pia wa kiroho. Hallelujah. Hallelujah. But today, lakini leo hii, my brothers and sisters, leo hii ndugu zangu dada zangu, I want to reveal to you, nataka kuwafunulia the aim of these spiritual husbands and the wives. Ya kwamba nia ya hama bwana na mabibi na number one, they just want to turn your life into dustbin. Wao kazi yao ni kugeuza maisha yako waweze kuyafanya takataka.
is where every garbage is thrown. Mahali pale pa kutupa takataka yote. The moment you become a spiritual husband, ukishakuwa mateka wa mume wa roho, and the spiritual wife, na kuwa pia mateka wa mke wa kiroho, your life becomes a dustbin. Maisha yako yanakuwa pipa la takataka. Secondly, they confuse you. Ya pili, wanakuchanganya wewe. That you will always be calling your enemies friends and your friends your enemies. Ya kwamba wewe utakuwa unawaita maadui zako marafiki na marafiki zako pia utakuwa unawaita maadui. And that way you lead a confused life. Na kwa sababu hiyo unaishi maisha ya kuchanganyikiwa. And I want you not to ignore the fact. Na ninataka kwamba usikaweze kupuuza ukweli kwamba no matter what, kwa vyovyote vile, if you are a born again Christian, kama wewe ni Mkristo ambaye umeokoka, full of fire of the Holy Ghost, moto wa Roho Mtakatifu, I declare today, ninakutangazia leo hii, desire to be, tamani sana huwe, Christian, ukuwe Mkristo full of fire, ambaye amejawa na moto of the Holy Spirit wa Roho Mtakatifu wa Mungu, and they will have no place in your life. God, nasema Mungu of peace, wa amani, will crush Satan, atamseta shetani under your feet, chini ya miguu yako. So today, as I share with you, leo hii every spirit of the enemy, kila roho ya ibilisi operating against your life, ambayo inafanya kazi operating against your destiny, ambayo inafanya kazi any spiritual husband, mume yoyote wa roho, any spiritual wife, mke yoyote wa kiroho, how they got entrance in your life, jinsi walipata nafasi ndani ya maisha yako, today in the name of Jesus, leo hii katika jina la Yesu, spirit must be crushed down. hiyo lazima iseme. I say that spirit must be crushed Nasema down. hiyo lazima iseme. Under your feet, Chini ya miguu they yako must be crushed lazima down. uweze kusetwa. Because victory is our Mamlaka ya ushindi ni Our victory ushindi wetu is not at a bargain price. si ushindi wa Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 1, Luka 1 verse number 74. mstari ya 41 na 4. Luke chapter 1. Luka ni kitabu cha Luka mtakatifu ni mlango wa kwanza, mstari ni ule wa 74 na 4. To grant us that we be delivered from the hand of our enemies, ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu, might serve him without fear. na kumwabudu pasipo hofu. Brothers and sisters, listen. Ndugu zangu, dada zangu, sikiza. We must be set free from fear. Lazima tuwekwe huru kutokana na We uoga. cannot serve God under fear. Hatuwezi kutumikia Mungu tukiwa na uoga. But because of these tricks of the enemy, Lakini kwa sababu ya hizi njia za ibilisi, most of us are serving under fear. wengi wetu tunatumika chini ya uoga. Because you are here today, Kwa sababu uko hapa leo hii, but at night you are lakini nightmares. usiku unapata ndoto mbaya za usiku. And that is, the enemy has made sure that you cannot serve God free. Na shetani anahakikisha kwamba hautatumikia Mungu ukiwa huru. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. But today, Lakini leo hii you will have to serve God. lazima utamtumikia You Mungu. will serve God Utamtumikia Mungu while you are free. ukiwa huru. I want to show you something. Nataka nikuonyeshe kitu. How do these spirits gain access in our lives? Je, haya mapepo yanapataka nafasi yake ndani ya Spiritual husband and spiritual wives, how do they get access in our lives? hawa mabwana na mabibi wa kiroho wanapataka nafasi ndani ya maisha How yetu. did they come to be in control of our lives? Je, wanakuangaje wamemiliki maisha yetu? Because the other day, let me tell you, in Rongai, Manake siku ile nyingine, wacha niwaambie, katika mji wa Rongai I was talking to a certain lady. She nikawa does ninaongea na mwanamke mmoja, and she told me, Pastor, na akaniambia, mchungaji, I don't belong to your denomination, mimi si wa dini yako kweli, but I have observed you, lakini nimekuchunguza and I feel you are the one who can help me. na nikaona kwamba wewe ndio unaweza And she kunisaidia. told me, Pastor, Na akaniambia, mchungaji, imagine at my age, unaonaje sasa mimi katika umri wangu? I am a woman of age, Mimi ni mwanamke ambao miaka imesonga, to be even in marriage. ya kwamba niwe katika ndoa, But anytime I get a man lakini kila wakati ule ninapopata Mungu in my life, ndani ya maisha yangu, we live together. I mean, we live in peace.
tunaishi kwa amani, we engage one another, tunaenda pamoja na we plan for marriage, tunapanga mipango ya kuoa, and without any cause, na bila sababu yoyote, the man will just walk out of my life. Yule mwanaume ataondoka tu kwa maisha yangu Quietly, akiwa tu amenyamaza, having done nothing to him, ikiwa kwamba sijamtendea chochote, and it has happened 5 good times. Na imefanyika mara 5. And now it has become a cause of concern even to my parents. Na imekuwa kwamba hata wazazi wangu And I told the woman, na nikamwambia yule mwanamke, I don't share this kind of information on the streets. Siwezi nikashiriki ujumbe huu habari ya aina hii katika mitaa. Come into the office. Kuja katika ofisi. She came to that office. Na akakuja kwa ofisi ile. She shared with me. Akaweza kushiriki na all the frustrations. Ile mateso yote. And I told the lady, na nikamwambia yule mwanamke, do me one favor. Nataka unifanyie kitu kimoja. Explain to me your dreams. Nataka unieleze tu ndoto zako. She went straight to the point. Akaenda tu moja kwa moja. She told me, Pastor, akaniambia mchungaji, throughout my life, muda wote kwa maisha yangu, since I started desiring to get married, wakati tu nilianza kutamani tu niolewe, anytime wakati wowote I get somebody in my life, nikipata mtu ndani ya maisha yangu, and the person walks away without any cause, na huyo mtu anatoka anaenda tu bila sababu, I've realized something, a pattern in my life, nimekuja in my dream life, nimekuja kugundua kitu ambacho ni mfululizo wa mambo that at night maisha yangu ya ndoto. There is a man who normally comes. Ya kama kunaye mwanaume ambaye usiku huwa anakuja. He comes in form of a shadow. Anakuja kama kivuli, and he always relates with me. Na wakati ule anafanya mambo na mimi. He relates with me. Anafanya mambo na mimi. Then I looked at the lady. Na nikamwangalia yule mwanamke. And I asked her. Na nikamuuliza, then how do you expect another man in your life? Na je, unatamani aje uwe na mwanaume mwingine? Because in the court justice in heaven, wale ambao wako katika koti ya mbingu, you are already married. You are legally married in the spirit. Na katika koti ya mbingu ni kweli kwamba kihalali wewe ushaoleka. This spiritual husband cannot allow any other man in your life. Huyu mume wa roho hawezi kuruhusu mume mwingine. And I told her we are going to pray. Na nikamwambia kwamba tutaanza kuomba. And after we pray, na tulipomaliza kuomba, your life will never be the same again. Maisha yako hayatakuwa sawa tena. I prayed for that sister. Nikamwombea yule dada. And from that day up to today, na kutoka siku hiyo hadi leo, she has never had any other problem. Hajakuwa na shida yoyote ile. She is free. Ako huru. She is free. Ako huru. She is no longer a captive anymore. Yes, I want to declare to someone. Nataka kutangazia mtu leo. Don't keep quiet. Usinyamaze. Don't be shy off. Usiofu. These things are happening. Mambo haya hufanyika. There are men. Ni wengi. Who are men. Kunao waume. Who are harassed every night. Ambao wanasumbuliwa kila usiku. By mermaids from the sea. Na wale wake wa kutoka baharini. These are spiritual wives serving under the queen of the coast. Hao ni wake waovu ambao wanafanya kazi chini ya malkia wa baharini. And the ones they get hold of a man, na wakimshika mwanaume, whether married or single, awe ameoa, they don't declare whether you are married or not. Hawatambui kwamba umeoa. They will make sure that they frustrate your marriage. Hakikisha kwamba wametawanya ndoa yako kabisa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. These are dangerous spirits. Ni maroho. So how do they gain access in our lives? Hao maroho hupata nafasi yake ndani ya maisha yetu through illegal sexual activities. Kupitia kwa illegal, kufanya mapenzi yasiyo halali. Do you know this generation is so ignorant? Unajua kwamba kizazi hiki kinapuuza sana. That you just choose to sleep with anybody you come along with. Ili kwamba wanaamua tu kulala na yeyote wanayopatana naye. And you don't know the implication of what you are getting yourself in. Na ujui kile ambacho unajihusisha nacho ni kitu. I want to show you some examples in the Bible. Nataka nikupe mfano katika Biblia. Because this thing was created only by God. Sex was only, this is a tough subject. This activity was created only by God for a purpose. Kwa maana hili ni tendo ambalo liliumbwa na Mungu kwa kusudi. But men out of ignorance have gone ahead to misuse it. Lakini wengi pasipo
kwa kupuuza wameenda kuitumia vibaya. I will show you some examples in the Bible. Nitakuonyesha mifano katika Biblia. Hallelujah. Hallelujah. Anytime you come across a verse in the Bible saying, and he laid with the arm and bore a child. Wakati utapata mstari katika Biblia unasema ya kwamba akalala naye na wakapata mtoto. That is an illegal union of two. Hiyo ni uhusiano wa wawili usio halali. But when you come across a verse in the Bible says, and the soul knew his wife. Na unapopatana na mstari katika Biblia unasema ya kwamba fulani na fulani akamjua mke wake. Sex was created for married people. Hear me, you people. Utapata kwamba hiyo iliumbwa kwa ajili ya watu ambao wameoa. Not anybody else. Si yeyote yule. And the moment you cross the boundary, na wakati wote ule unaovuka mpaka, you are selling out yourself into bondage. Unajituma wewe kwa ufungwa. I will take you through things that will blow your mind. Nitakupitisha kwa mambo ambayo yatakushtua wewe. The Bible says, Biblia inasema kwamba in Genesis chapter 4, Mwanzo 4 verse number 1. mstari wa kwanza. Genesis 4 verse 1 says, Mwanzo 4:1 inasema, and the man knew his wife, na yule mtu akamjua mke wake, and they bore a son and they called him Cain. Wakamzaa mtoto na wakamuita Kaini. Adam knew his legal wife. Adamu akamjua yule mwanamke wake wa halali, si kahaba. Do you see that? Je, unaona? He knew his legal wife in the good way. Akamjua yule mke wake wa halali kwa njia iliyo sawa. That is Genesis chapter 4 verse 1. Hiyo ni Mwanzo 4 mstari wa 5. Second Samuel chapter 13. Samueli wa 2:13. You will read at your own time. Verse 1 to 22. Mstari wa kwanza kufika 22. But underline verse 14. Lakini upige mstari huo ni mstari wa 14. Second Samuel chapter 13. Samueli wa 2 chapter 14. Mstari wa chapter 13 verse 14. Ni Samueli wa 2 mlango. This is the story. wa 14. We are not going to read, you read at your own time. This is the story of the son of David by the name Amnon. Hii ni habari ya kijana wa Daudi ambaye jina lake mnamjua kama anajulikana kama Aminoni. Amnon had a step sister by the name Tamar. Aminoni alikuwa na dadake wa kambo ambaye alikuwa anaitwa Tamar. And because this young man was suffering from a problem that is featuring repeatedly in the house of David. Na kwa sababu huyo kijana alikuwa amegonjeka ugonjwa ambao inaonekana ikijirudia katika familia ama katika ya jamii ya Daudi. The Bible says in verse 14. Biblia inasema kwamba mstari wa 14, he got hold of a sister. Akaweza kulala na he got hold and akaweza kumshika dadake wa kambo, and they forced her to lay with her. Na akamlazimisha wakalala naye. Not to know her but to lay. Si kumjua lakini wakalala naye. Praise the name of the Lord. Anaweza asifiwe. An illegal way, kwa njia isiyo halali, not allowed by God, ambao haijahusishwa ama haijaruhusiwa na the same book of 2 Samuel chapter 4 chapter 11 verse 4. Katika hicho kitabu tu Samueli wa 2 mstari wa 12 kifungu mlango wa 12, the Bible says, inasema kwamba and David sent his servants, na Daudi akawatuma wafanyakazi wake, brought Bathsheba, na wakamleta Bathsheba, and David laid with her, na Daudi akalala naye, not knowing her but sikujuana naye. These are illegal ways. Hizi ni njia that men use to open doors of spiritual wives and spiritual husbands. Ambazo wanaume wanatumia kuweza kufungua mlango kwa ajili ya waume na wake. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So what are the foundations for the spiritual husband and spiritual wives? What are the foundations? Msingi ni gani kwa waume na wake hawa kiroho? For people victims who find themselves victims of this. Kwa watu wale ambao wanajipata mateka wa hao maroho, msingi ni gani? Hallelujah.
Number one. Ya kwanza, Committing immorality with prostitutes. kufanya ukahaba na malaya. Committing immorality with prostitutes. Kufanya ukahaba na malaya. I told you this is a very tough subject. Nilikwambia kwamba hili ni somo ambalo ni anybody who commit immorality with a person who is not your husband or your wife. Yeyote anayefanya ukahaba na mtu ambaye si mume au mke wake, you are already selling yourself. Unajituma to spiritual, unajiuza to spiritual husbands and wives. Kwa waume na wake wa kiroho. If you are a man and you are prone of sleeping with any woman in kama wewe ni mwanaume na uko na tabia ya kulala na kila mwanamke, you have already sold your soul. Ushajiuza nafsi yako. And you are already a victim of spiritual wives. Na wewe ni mateka wa wake wa kiroho. Because the moment you sleep with the prostitute, kwa sababu wakati wowote unapolala na malaya, the seven demons pepo 7 of men who have slept with the same ya waume ambao wamelala na mwanamke yule, they will just get hold of you. Zitakushika wewe. And from there you become a victim. Na kutoka pale unasalia mateka. In the beginning, mwanzoni pale, you may not see the bad part side of it. Utaweza kuona ubaya wa hili. That as time goes by, lakini wakati ukisonga songa, you will become a victim with no self-control. Utakuwa mateka asiye na kipimo. And you begin to to sleep with anybody, anywhere, anytime. Na utaanza kulala na yeyote yule wakati wote ule mahali popote. With time it graduates. Kwa muda inaendelea kupanda. You begin to see the same women in dreams. Utaanza kuona wale wake katika ndoto. And once you reach that level, na ukifika kiwango hicho, my brother, ndugu zangu, you need serious deliverance. Unahitaji ukombozi. You need serious deliverance. Unahitaji ukombozi because that is a problem that will recur even in your own family. Kwa sababu hiyo ni shida ambayo itajirudia katika jamii yako. Look at David. Angalia Daudi. When David slept with Bathsheba, wakati Daudi alilala na Bathsheba, he thought it was going to end there. Alidhani kwamba itaishia pale. Immorality graduated to murder. Ukahaba ukaendelea, ukapanda cheo, ukakuwa mauaji. Murder graduated now to promiscuity. Tabia ya umalaya kwa nyumba ya Daudi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. His own son Amnon, kijana yake mwenyewe Aminoni, raped his own step sister. Akampaka dada yake wa kambo. Why? Kwa nini? Because somebody opens a door of attack. Kwa maana mtu alifungua mlango wa kushambuliwa. Same case applies to sisters. Vivyo hivyo kwa wadada. When you become a woman sleeping with any man that you come across, ukipata kwamba umekuwa mwanamke wa kulala na mwanaume yeyote tu anayekujia, demon spirits that are in that man with the women he has slept with, 7 mapepo 7 ambayo ni ya wanawake ambao huyo mwanaume amelala nao, they will just invade you, watakuingia and you become a victim, na utakuwa mateka. with the time. Kwa muda you'll be having sexual dreams at night. Utakuwa na ndoto ya kimapenzi with spiritual husband. Ukiwa na hao waume wa kiroho. And if you're not careful, na kama hauko makini, you might end up being a single woman forever. Marriage is in jeopardy. Hiyo ndoa itakuwa kwa shida. Itakuwa ndoa ya matatizo. Itakuwa ndoa ya because there is a married you are married to a spiritual husband. Manake umeoleka na mume wako. And you are real husband. If he is not a man who is in fire of God. Na mwanamume ambaye ni halisi, ambaye asipokuwa ni mtu wa Mungu, he will be pushed out of his marriage. Atatupwa, atolewe katika hii. Have you seen men walking out of their own marriage? Je, unaiona wanaume wanatoka tu katika ndoa zao? A man just pack up and leave his wife. Mwanaume tu anakusanya faraga na anatoka anaacha mke wake. Think that the man is just a foolish man. Na unaona kwamba huyo mwanaume ni mjinga. He has been chased out of the marriage because he is already married by a spiritual husband. Amefukuzwa kwa hiyo ndoa kwa maana mke ambaye ameoa ashaoleka. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Number 2, ya pili,
Sexual immorality. Remember, this one is having sexual immorality with the prostitute. Now, this one is sexual immorality. Tendo la ngono. Sexual immorality. Tendo la ngono. Anytime you get involved in this act with anyone who is not your wife or your husband, unapohusika katika hiki kitendo na yeyote yule ambaye si mume wako au mke wako, you have sold yourself, umejiuza, and you have opened doors, na umefungua mlango, and the traffic has been created, na jamu ishatengenezwa, traffic of demons to attack you, ya mapepo wakikuja kukuingia, because you are misusing the true act that God created. Manake unatumia vibaya tendo lile ambalo Mungu aliumba. And that's why I told you the other day. Hiyo ndio sababu nikakwambia siku ile nyingine. You need God's wisdom. Unahitaji hekima To understand why things happen. Ujue ni kwa nini mambo hufanyika. Hallelujah. Hallelujah. The moment you go out of the way, unapotoka kwa njia, and then you get to know somebody who is not your wife and not your husband, na unapata umejuana na mtu ambaye si mume wako ama mke wako, the first thing you have done to yourself, kitu ya kwanza ambacho umejifanyia wewe, you have created what we call soul ties. Umejitengenezea kufunganishwa kwa nafsi. The Bible says, Biblia inasema kwamba David and Jonathan, Daudi na Jonathani, their souls were knitted together. Ya kwamba nafsi zao zilikuwa zimeshonanishwa pamoja. Do you know knitting? Unajua kushona? Ile unachukua sindano na shona, ama unapelekea fundi na kushonea. The soul of David and Jonathan were knitted together. Nafsi ya Jonathani na ya Daudi zilikuwa zimeshonanishwa. The soul of David and his evil wicked son Absalom were knitted together. Roho ya Daudi na kijana yake mwovu Absalom zilikuwa zimeshonanishwa pia pamoja. Absalom is looking for an opportunity to kill his father David. Absalom anatafuta nafasi ya kumuua babake Daudi. And he want to take the kingdom through back door. Na anataka kuchukua hatamu ya uongozi kupita milango ya nyuma. But the general of King David, Abner, tells him, we have found the young man and we have killed him. Lakini Jehuna anamwambia Daudi ya kwamba tumepata yule kijana wako na tumemuua. The Bible says, inasema kwamba David mourned for Absalom. Daudi aliweza kuomboleza kwa kijana yake, kwa ajili ya kijana yake. 30 good days cry. Kwa siku 30 akilia. Cry. Akilia. Not because he loved him. Si kwa sababu alikuwa anampenda. Because he had a soul tie. Kwa sababu alikuwa wameunganishwa, wameshikanishwa. Je, kuunganishwa hiyo ni nini? This topic that we are sharing. In this topic, katika hiki kitu ambacho tunashiriki, the moment you get to know a woman or the moment you get to know a man who is not your husband, unapomjua mwanamume ama mwanamke ambaye si mume au mke wako, in the act you become soul ties. Katika kile kitendo unafunganishwa, your souls are intertwined together. Unapata kwamba nafsi zenu zimeunganishwa. Even when you are happily married, hata ukiwa umeoa na uko na and you are not delivered, na hujawekwa huru, you will still be remembering that man. Utakuwa tu unakumbuka yule mwanamume. And then we have many pretenders in the church. Tunao wengi ambao wanajifanya, many pretenders in the church ambao wanajifanya katika kanisa leo hii. That is a dangerous position, my brother, my sister. Hiyo ni sehemu ambayo ni you need to be delivered from soul ties. Lazima uachilie uweko huru kutokana na ufunganisho wa nafsi. Hallelujah. Hallelujah. You need deliverance. Unahitaji ukombozi. I say you need to be delivered. Nasema unahitaji kuwa huru kutokana na ufunganisho wa nafsi. That alone, hiyo peke yake, will create a traffic of demonic attacks. Itatengeneza msururu wa mapepo. And you'll be having nightmares. Na utakuwa unapata mandoto za usiku. Dreams. Ndoto za usiku. That activity with a spirit. Ukifanya hilo tendo na maroho. Just some years back, miaka ambayo imepita, I prayed for a young man. Niliombea mwanaume mmoja. Just a young man who is not married. Mwanamke tu, kijana tu ambaye hajaoa. And you know, he shared something that was so shocking to me.
Na alishiriki nami kitu ambacho kilikuwa cha kutisha sana. He told me, pastor, Aliniambia mchungaji, and you know, let me tell you a secret. acha nikwambie siri. It begins and you just take it lightly. Inaanza na unaichukulia tu mzaha. When it reaches now to dreams, Inapofika kwa ndoto, when you wake up in a dream and you find yourself to have, you have had a man or a woman, a spiritual husband, a spiritual wife. Unapoamka na upate kwamba kwa ndoto ulikuwa na mwanamke hapo, In the real sense you feel so dirty. Ukweli ni kwamba katika hali ya kiasi unahisi kwamba uko mchafu. You feel discouraged. Unasikia kwamba Shushika moyo. You are acting broken. Roho yako imevunjika. And you now begin to wonder what is the way forward. Na unaanza kushangaa. So this man told me, pastor, huyu kijana akaambia mchungaji, this thing started just like a joke. Hii kitu ilianza tu kama mzaha tu. And with time, na kwa muda it graduated to a point I can't control myself. Ikafika kwamba siwezi A very young man of middle 20s, kijana mdogo tu wa miaka pale 20, suffering from masturbation, akiwa na shida hiyo. Who doesn't know masturbation? Nani ajui masturbation? Nani ajui nikueleze lugha? Today is tough, eh? Leo ni ngumu. The boy told me in a single day, kijana akaniambia kwa siku moja he could masturbate 8 good times. Ange masturbate mara kama 8. And then he would go even in a toilet. Na pia angeenda tu kwa choo. He can go just anywhere he can hide himself to do it. Na alikuwa anaenda mahali ambapo anajificha haifai. That is another foundation. Hiyo msingi. We have many young people. Tunao wengi wa changa tu. Both male and female. Waume kwa wake. Suffering from that. Ambao wana shida. And they think it is normal. Na wanadhani ati ni kawaida. It is not normal. Si kawaida. Already you are a captive. Ya kwamba kwanza wewe ni mateka. In the hands of the mighty. Katika mikono ya watu wenye nguvu. And for you to come out of the hayo baba kwako wewe ukonyoke kutoka pale. Need belief. Unahitaji ukombozi. You need belief. Unahitaji ukombozi. I know what I'm talking to. Najua kile I know what I'm talking about. Na najua kile ambacho I know young people who are deep in it. Najua watu ambao wameingia wamezama. I know even men, mature men who are deep in it. Najua wanaume ambao wamekomaa pia ambao wako ndani yake. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you the third foundation. Msingi wa tatu. Rights of protection. Haki za kuzuiliwa. Na sio ile haki, ni right ya RITES. Rights. RITES of protection. How? What is this? Hii ni nini? Now listen to me carefully. Nisikize kwa makini. There are men and women. Unao waume na wake who are not privileged, who have never been privileged to get babies. Ambao hawajaliwa kuwa na watoto. And instead of going to men of God for prayers, na badala ya kuenda kwa waume na watumishi wa Mungu, they chose to go to fetish priests. Wanaenda kwa wachungaji ambao ni sio wachungaji, waganga ambao ni ndio wanaenda wachungaji. Wanaenda kwa waganga, fetish priests. Wanaenda kwa to inquire and to be, done something for them to acquire babies. Wakaulize na wakaweza kugamba ili kwamba wapate watoto. And for sure it happens. Na kwa kweli ni kwamba hufanyika. So when such people go there, they consult. Watu wa aina ile wakienda kule, number of things are done. Kuna mambo kadhaa ambayo hufanya. And some end up succeeding. Na get a baby. Wengi wao huwa wanafaulu kupata watoto. Let me tell you something. Acha nikwambie kitu. Those babies don't last more than 35 years. Wale watoto hawaishi zaidi ya miaka 30. They will have to die mysterious. Lazima wafe. But if they happen to survive, na wakifaulu, one thing I can tell you, kitu moja ambacho naweza kuambia, if the spirit world willingly offer to give the right of protection of that child, kama ulimwengu wa roho utaweza kujiachilia kwamba uwape ulinzi wale watoto, they must
contract the person into a spiritual marriage. Lazima waweze kufanya yule mtu, waweze kuweka yule mtu kandarasi, waingie na kandarasi ya huyo mtu. Kama ni kijana apewe mwanamke wa kiroho, na kama ni mwanamke apewe mwanaume wa kiroho. As long as you are going to live, kama utaishi, you must be in that contract. Lazima uingizwe katika hiyo kandarasi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Brothers and sisters, zangu dada zangu, in that way a foundation is laid. Na kwa njia hiyo msingi unaweka that the victim will always be, ili kwamba yule mtu atakuwa kila wakati manipulated, akiteswa by the spiritual world, na ulimwengu wa roho. So any child through such a process, mtoto ambaye amepakwa kwa njia ile, is given out to spiritual powers, anapeanwa kwa nguvu za roho. Kuna watu hii Nairobi hii hata anaweza ngonga gari nyingine akiangalia msichana mwanamke akipita. Unaona mtu tu na anaendesha gari. Unafikiria ni kawaida, ni pepo hiyo. Bwana asifiwe. Yeah. Sexual perversion is a demon spirit that will get you into trouble. Kuwashwa na tendo la ngono ni shida ambayo itaingiza wewe katika shida. Must exercise what we call self control. Lazima uweze kujidhibiti wewe. 2 Timothy chapter 2. Timotheo wa pili verse number 22. Mstari ni wa 22. Paul is telling Timothy, Paulo anamwambia Timotheo to flee away from lust. Aweze kujitenga na tamaa. Hii ndio kitu inamaliza our youth. Hakuna kitu inamaliza vijana wetu kama hii pepo ya tamaa. To an extent that some cannot even marry now. Kwa wengi pia itafika mahali kwa kwamba hawezi olewa ama kuoa. They are the ones getting married by sugar mummies. Vijana wao ndio wanaolewa na hao wamama wazee. And then on the other side now the ladies are now running after what you call these old men. Wanaitwa aje wazee wenye pesa? Wasiponyo. Sponsor. Masponsor. Sasa the girls, our beautiful girls have lost respect and decency. Now they are no longer girls, they are called slave queens. Wasichana wetu ambao ni wasichana warembo siku hizi wameacha urembo wao, sasa wanaitwa kunyonga. Watu wewe ni kushikwa na kusikaiwa, wanaitwa malikia wa kuchinja. Malikia wa kuchinja. Ukiingia kwa mkono wake wewe, you are as good as slaughtered. You are slaughtered meat. And they always come to your life with a very short term agenda. Na watakuja tu wakiwa na lengo fupi tu. Do you hear the name? Yeah. The name suggests that if you happen to be in their control, you are as good as a meat. Jina hata ukisikia tu inamaanisha ya kwamba ukiingia mikononi mwao wewe ni kama tu nyama. And what is the cause of all this? Na je, hili linasababishwa na nini? Sexual perversion. Kule kuwashwa na tendo la ngono. That alone will open doors for spiritual husbands. Na hiyo peke yake inafungua milango kwa ajili ya waume. The long term result of it, matokeo ya mwishoni, you become a victim. Unakuwa mateka. Brothers and sisters, zangu dada zangu, we must flee away. Lazima tujitenge from sexual lust of the flesh. Kwa tamaa ya mwili. It is killing many people. Tamaa ya mwili inaua wengi. It is making people live in bondage. Inafanya watu waishi katika ufungwa. You cannot even have you cannot be, satisfied with your wife. Hauwezi tosheka na mke wako. You cannot be satisfied. This is demonic. Hii ni pepo. Hello. Hakuna imani leo. Lakini si afadhali nikusaidie. Bwana asifiwe. Yeah. And as a parent, what joy will you have living with a son who is just masturbating day out, day in, day out? What is the joy there? This young person should be taught the right way to live.
Kuna faida gani kama mzazi kukaa na kijana wa aina ile? Afadhali aambiwe tu ukweli. Last point. Ya mwisho, indecent dressing. kuvalia vibaya. Hapo ndio sasa naona usihame kanisa tafadhali. Na kusaidia. Wewe usihame tu. Lakini kubali ni kusaidia. Indecent dressing. Because mnafikiria Kuvalia vibaya. Mnafikiria kama mavazi unafikiria ati ni fashion. Hakuna kitu kama fashion. Bwana Yesu asifiwe. Indecent dressing is another foundation. Kuvalia mavazi yasiyo na adabu. Have you seen? Even I am so shocked when women of age are dressing like sweet 16. Wanawake ambao ni wa umri mkubwa, unaona kwamba wanavalia kama watoto wa miaka 16. But okay. How do you dress as a woman? You dress, and the kind of dress that you are putting on, you even when you are walking, you are wiggling like a snake. Utawezaje valia vazi ambao ukitembea unatembea tu mwendo ni kama nyoka? You know, wiggling. Your body shape is already. Kwa sababu umbo la mwili wako. Dada wenye mmeokoka tafadhali. Lakini uzuri hapa tuko sawa. Hapa tuko sawa. I'm telling you to help someone else. Nakwambia ili kwamba uweze kusaidia mtu. Let me tell you something. If you don't know the agenda of the devil when he leads you to be dressing that way. Kama hujajua lengo la ibilisi ili kwamba anakuongoza uvalie hivyo, go and read the book of Proverbs. Is it my goodness? It is now coming now. It never featured when I was preparing my note, but someone will help me. There is a place in Proverbs. The Bible is talking about a young man who was walking, and then on the balcony he saw a woman dressed in such a way. And then the young man, because of that kind of dressing he had now, his attention was drawn to the woman. Huyu kijana kwa sababu ya kuona yule mwanamke akiwa amevalia vile kupitia kwa dirisha, ikawa kwamba hisia zake zimefutwa kwa yule mwanamke. And then the boy had to go to that woman. Na huyu kijana ikawa kwamba the Bible called the woman an harlot. Vile anamuita malaya. Dressed in an harlot way. Akiwa amevalia nguo ya malaya. Why would you dress like that if you are not an harlot? Je, kama wewe si malaya utavalia nguo? And what is the motive? Na je, nia yako of you putting on a dress whereby when you are walking you are wiggling like a snake? You know, nia yako ni gani wakati unavalia nguo? You know we have to say these things. Ukitembea ni kama nyoka. Isaiah chapter 3. Go and read at your own time. Isaiah 3. It talks about the daughters of Zion. Inanena kuhusu binti wa Zion. You think this kind of girls you see in Koinange, you think they started the other day in Koinange? They were in the midst of Isaiah. Wakati wa Isaiah wanawake wale unaona pale Koinange walikuwa the daughters of Zion. Walikuwa and read at your own time. The things that you are seeing with those ladies are the things that were worn by the girls in the days of Isaiah. Zile manguo ambazo unaona zinavaliwa na hao wake wa Koinange ndizo manguo zilikuwa zimevaliwa na hao binti wa Zion. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hiyo enda ukasome peke yako. Pole pole ukiwa katika roho. Bwana asifiwe. The agenda of the enemy, lengo la ibilisi, is for you to attract the opposite sex. Ni kwamba uweze kuvutia yule ambao sio chizi yako. And now the question is, na swali ni, if a human being can be attracted by indecent dressing, kama mtu atavutiwa na mavazi yasiyo sawa, how about the devil himself? Na shetani naye? So a spiritual husband will also be attracted in your life. Kwa njia hiyo pia au bwana wa roho wanatafutiwa katika maisha yako. Vijana mko hawajaachwa kama vijana na wao pia. All right.
the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, he took this bread, and when he had given thanks, he broke and said, "Take it. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." So, brothers and sisters, together let us all take the bread. In the same manner, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as ye drink it in remembrance of me." Let us all take the cup together and stand on your feet and pass the cup to the last person. Then lift up your hands and begin to thank Jesus. Anza kumshukuru Yesu kwa ajili ya kifo chake pale msalabani.